Maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani mwaka 2025 yanaratibiwa na Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi Tanzania TUCTA na kitaifa yanafanyika mkoani Singida. Na mgeni rasmi wa sherehe za siku ya wafanyakazi duniani kitaifa ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kauli mbiu ya Mei Mosi mwaka 2025 ni uchaguzi mkuu mwaka 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi. Sote tushiriki. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuchukua fursa hii kuipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa kuendelea kutekeleza kazi mbalimbali za maendeleo ya wananchi, wakiwemo wafanyakazi wa Tanzania. Pia nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitakupongeza wewe binafsi, wafanyakazi wako wote wa ofisi yako, wakuu wa wilaya zote, wakurugenzi wote na wafanyakazi wote wa mkoa wa Njombe kwa kazi kubwa tunazofanya kuletea maendeleo mkoa wa Njombe. Wafanyakazi wa mkoa wa Njombe tunaziona na kuzitambua juhudi zako kubwa unazofanya bila kuchoka wala kukata tamaa na kusimamia utendaji wa kazi na uwajibikaji kwa ajili ya kuletea maendeleo ya mkoa wetu. Hongera sana wafanyakazi wote. Aidha, nawapongeza wafanyakazi wote wa mkoa wa Njombe wa sekta mbalimbali kwa kazi kubwa wanazozifanya katika kutimiza wajibu wao wakati mwingine katika mazingira magumu yenye changamoto mbalimbali zikiwemo ya mishahara midogo isiyokidhi hali ya maisha ya wakati uliopo. Hata hivyo, wafanyakazi tunajituma kufanya kazi kwa moyo mkuu kwa ajili ya maendeleo ya mkoa wa Njombe na taifa kwa ujumla. Kipekee tukipongezana hapa hadharani swala la udumavu. Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi Tanzania TUCTA linaunga mkono juhudi zako katika kupambana na kutokomeza udumavu mkoa wa Njombe, na tunaahidi kushirikiana na wewe katika mapambano ya kutokomeza udumavu na kuitangaza kauli mbiu ya mkoa: lishe ya mwanao, mafanikio yake. Kujaza tumbo sio lishe, bali jali unachomlisha. Hongera kwa kuwa kinara wa mapambano ya kutokomeza udumavu. Hata hivyo, tupongezane wafanyakazi wote kwa kulipokea swala hili bila kupambana na udumavu ndani ya mkoa wetu kutoka 50.4 za mwaka 2024 hadi 40.2 za mwaka 2024. Hongereni wafanyakazi wote. Maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani mwaka 2025 yanaratibiwa na Shirikisho la Wafanyakazi Tanzania maana ya TUCTA kitaifa mkoani Singida. Rasmi ni Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yanayoenda na kauli mbiu semayo uchaguzi mkuu mwaka 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi. Sote tushiriki. Mshikamano daima. Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu kufikia siku hii ya leo. Ninawashukuru waajiri wote kwa michango yenu, kwa ushirikiano wenu. Mungu awabariki sana. Niwashukuru wafanyakazi wote kwa kushiriki siku yetu ya leo ambayo ni Mei Mosi, siku ya wafanyakazi wote duniani kimkoa katika wilaya yetu ya Ludewa, kukutana siku ya leo kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani ambayo husherekewa duniani kila mwaka. Labda nikitamani kusema kidogo kama taasisi ya TUCTA. Historia fupi ya wafanyakazi duniani ilianza karne ya 18 ambapo nchi za Ulaya na Amerika Kaskazini ziliingia kwenye maadhimisho ya viwanda kwa maana ya Industrial Revolution na kuhitaji wafanyakazi wote, yani vibarua, toka bara la Afrika na Asia kwa ajili ya kufanya kazi kwenye viwanda na mashamba makubwa. Wafanyakazi na vibarua waliokabiliwa na manyanyaso makubwa, hivyo walilazimika kuunganisha nguvu na kuanzisha mgomo na maandamano kupinga manyanyaso hayo yaliyopelekea wafanyakazi vibarua zaidi ya 1000 kuuawa na waajiri wao. Baadhi ya manyanyaso ambao waliungana na kuomba wakubaliane kuyazingatia waajiri na wao. Waliomba walipo ujira, mishahara inayoendana na uzito ukubwa wa kazi wanayofanya ongezewe mishahara. Pili, wapunguziwe muda wa kufanya kazi toka masaa 18 hadi kufikia masaa 12
ya kufanya kazi kila siku. Lakini pia waliomba walipwe nyumba za kuishi, wapewe likizo ya mwaka, wapewe vitendea kazi vya kujikinga na madhara, hasa wakati wanafanya kazi za mashambani na viwandani. Baada ya mauaji yao ndipo Umoja wa Mataifa ulipoanzisha shirika la kazi duniani, yani International Labour Organization, ili iendane na mikataba ya kujieleza nchi zote dunia na kuanzisha vyama vya wafanyakazi vilivyojadiliwa na waajiri na masuala kwa kina na maslahi ya wafanyakazi kwa kazi wanazofanya husika. Kwa upande wa Tanzania, tunashukuru serikali ikikalizia mikataba ya International Labour Organization namba 77 na namba 98, yote kwa pamoja inayoruhusu wafanyakazi kuanzisha vyama vyao vya wafanyakazi na kujadili mwajiri masuala mbalimbali ya wafanyakazi wa taasisi husika. Ndio maana amani na utulivu baina ya wafanyakazi, vyama vya wafanyakazi na waajiri ni shwari.